Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini ni huko Korea Kaskazini ambapo kiongozi wa nchi hiyo Bwana Kim Jong-un amesema udugu wa kijeshi kati ya nchi yake na Urusi utazidi kusonga mbele bila kukoma, huku akizionya nchi za magharibi ambazo zimekuwa zikileta chokochoko katika siku za hivi karibuni na kwa muda mrefu. Kim ametoa maoni hayo wakati wa hotuba yake kwenye sherehe za uwekaji kumbukumbu kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini waliopigana pamoja na wanajeshi wa Urusi katika eneo la Kursk nchini Urusi wakati wa vita vinavyoendelea kati ya Moscow na Ukraine. Shirika la habari la KCNA lilieleza. Anasema Bwana Kim, miaka mingi ya udugu wa wapiganaji ambapo dhamana imetolewa kwa ajili ya maendeleo ya muda mrefu ya urafiki baina ya nchi hizi mbili kwa gharama ya damu na thamani itazidi kusonga mbele bila kukoma. Tunawatahadharisha maadui zetu wafahamu kwamba tuna ushirika wa kijeshi. Hii ni zaidi ya NATO, anasema Bwana Kim. Kulingana na KCNA imeeleza kwamba changamoto za utawala na udhalimu haziwezi kuzuia uhusiano wa nchi hizo mbili, alieleza Bwana Kim. Ameongeza akisema miaka ya udugu wa wapiganaji ambapo dhamana imetolewa kwa ajili ya maendeleo ya muda mrefu ya nchi zote mbili kwa gharama ya damu na thamani tutasonga mbele zaidi na zaidi, alisema Kim, na alielezea kwamba hali ya sasa katika eneo hilo, hali katika eneo la rasi ya Korea imekuwa ya wasiwasi kutokana na Marekani ilivyoshikilia Korea ya Kusini pamoja na Japan. Tukio hilo lilikuwa la hivi punde la heshima ya umma kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini waliopigana nchini Urusi kuzuia uvamizi wa vikosi vya Ukraine. Kim na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin walitia saini mkataba wa ulinzi wa pande zote. Korea Kaskazini imetuma wanajeshi, risasi za kivita na makombora nchini Urusi kusaidia operation ya kijeshi ya Moscow dhidi ya Ukraine. Kiev na Seoul wanakadiria kuwa Korea Kaskazini ilituma zaidi ya wanajeshi 10,000 kwenye vita hivyo ili kupata msaada wa kiuchumi na kijeshi kutoka Urusi. Shirika la kijasusi la Korea Kusini limekadiria mwezi Septemba kuwa takribani wanajeshi 2,000 wa Korea Kaskazini waliuawa katika mapigano hayo. Putin alikaidi siku ya Alhamisi baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuziwekea vikwazo kampuni mbili kubwa za mafuta za Urusi ili kumshinikiza kiongozi wa Kremlin kukomesha vita. Rais huyo wa Urusi akiongeza operation aliyoita Operation Kabambe nchini Ukraine, huku akitishia zaidi kwamba endapo mataifa ya magharibi ikiwa ni pamoja na Marekani yataamua kuingiza makombora ya masafa marefu, basi hali itakuwa tofauti na ataweza kuishambulia nchi hiyo vibaya tofauti na watu wanavyofikiria. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho amekieleza Bwana Kim Jong-un, kiongozi wa Korea Kaskazini, akielezea uhusiano uliopo kati yake na Urusi, akiyatahadharisha mataifa ya magharibi kutokana na uzoefu wao wa kijeshi, lakini pia na ushirika uliopo wakati huu ambao anasema ni ushirika wa kihistoria. Na ikumbukwe kwamba Korea ya Kaskazini ambao lilikuwa ni taifa la kijamaa wakati fulani ilikuwa ni taifa moja na Korea Kusini, lakini ilikuja kugawanywa kati na kuwa Korea mbili, huku Korea Kaskazini ikiwa ya kijamaa ikiokolewa na Urusi pamoja na Uchina. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.